السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة الله وسلامه على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الوفا. أما بعد، أحبابي الكرام، tukiendelea na somo la ulumul Quran kwa jina la nafahatun min ulumil Quran ya Sheikh Muhammad Ahmad Ma'bad katika mlango wa at-tafsir wa ta'wil, sahifa ya 149. At-tafsir wa ta'wil, tafsiri na ta'wil. At-ta'wil ni kutoa wandi, maelezo ya kitu, na tafsir ni kufasiri, maarufu kuelezea maelezo kuhusu kitu fulani. Awalan, mwanzo kabisa, at-tafsira, tutasoma tafsiri katika hizi mbili, na at-tafsira itakuwa ni maf'ulun bihi mansubun bifi'lin wa fa'ilin mahdhufani taqdiruhu naqra'u at-tafsira. Mwanzo kabisa tutasoma tafsiri. Ama waweza ukasema at-tafsiri, nabda'u bitafsiri. Sual, ma huwa tafsiru? Tafsiri ni nini? Maana ya tafsiri ni nini? Wazungu wanasema kutranslate. Jim, jawab. At-tafsiru fi lughati, neno tafsiri katika lugha ya Kiarabu, bimaana al-ibanati wal kashfi wa idhari al-ma'na al-ma'quli, ni kwa maana ya al-ibanati, kupambanua, wal kashfi, na kuweka wazi ama kufungua wazi, wa idhari al-ma'na al-ma'quli, na kudhihirisha maana yenye kuingia akilini ama yenye kutiwa akilini kwa wizani wa ismul maf'ul. Haya matatu ndiyo maelezo na haddi na taarif na definition ya tafsir. Maelezo yake ni kufanya upambanufu, kupambanua, kuweka wazi na kudhihirisha maana yenye kuingia akilini. Watafsiru fil istilahi, na neno tafsiri katika mapatano ya ulamai wa ulumul Quran, arafuhu, wameifanyia taarif, wameitambulisha, biannahu ilmun yabhathu an kayfiyati alfahmi lialfadh alquran alkarim. Wameitambulisha, wameiarifisha kwa kuwa hii tafsiri ni elimu, ni ujuzi unaotefua, unaofanya upekuzi na unamna wa kufahamu matamshi ya Qur'an tukufu, wa madlulatiha, na zenye kujulisha yale maneno ya Qur'ani, vitu ambavyo vyajulisha maneno ya Qur'ani pia yaingia katika tafsiri. Wa ahkamihi al-ifradiyati wa tarkibiyati, na hukumu za Qur'ani za kiupweke na hukumu za matamshi ya Qur'ani ya kiupweke na ya kimpandamano, ambayo ni sawa na kusema sentence. Tarkib ni zile sentence, maneno ambayo yameletwa kwa ujumla. Ifradi ni lile neno moja moja. Wa maaniha allati, na maana ya matamshi ambayo kwamba tuhmalu alaiha halat at-tarkibi, huingizwa ama huwezeshwa juu ya hayo matamshi, halat at-tarkibi, hali ya kupandamanishwa, yani hali yanapofanyiwa sentence, yale ambayo yatajulisha na yatafanya ihtimal, kuwezekana tuseme hapa kulingana na haya maneno kuja hivi mawili yatakuwa yana maana kadhaa.
ndo ihtimal ama tuhmalu alaiha, huingilishwa katika akili ama huwezekanishwa ama humkinishwa. Halat at-tarkibi, hali ya kupandamanishwa ama hali ya kufanywa sentence. Waqala ba'dhum, na wamenena baadhi ya ulamai wa ulumu al-Qur'an, at-tafsiru, neno tafsiri, huwa al-ibanatu wa kashfu al-muradi min al-lafdhi, ni kubainisha, kupambanua na kuweka wazi mapendeleo kutokana na tamshi. Hii ndio itakuwa ni tafsiri. Waqad qala Allah ta'ala, na hakika amenena Allah tukshieo, ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Wala ya'tunaka bimathalin, wala hawakujili wewe na mfano wote, illa ji'naka bilhaq, isipokuwa sisi tutakujilia wewe na haki, ukweli, wa ahsana tafsira, na uzuri zaidi wa tafsiri, ambayo ni kupambanua na kuweza kuweka wazi. Ay bayanan wa tafsilan, ay tutakujilia wewe, apendelea bayanan, na upambanufu, wa tafsilan, na upambanufu, kubainisha na kupambanua. Waqad arrafahu az-Zarkashi, na hakika ameifanyia taarif tafsiri al-Imam az-Zarkashi. Waqad arrafahu az-Zarkashi, na hakika ameifanyia taarif, maelezo, al-Imam az-Zarkashi tafsiri ama neno la tafsiri, biqaulihi, kwa maneno yake ama kwa neno lake. At-tafsiru, neno tafsir, ilmun yufahamu bihi kitabullahi, ni elimu hufahamiwa kwa hiyo ilmu chuo cha Allah atukshieo. Almunzalu ama almunazzalu ala nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, chuo kileteremshwa juu ya mtume mtukufu wa daraja wa Allah subhanahu wa ta'ala, naye ni mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie. Wa bayanu maanihi, na ni ilmu ambayo hufahamiwa kubainisha maana ya Qur'ani, wastikhraju ahkamihi wa hukmihi, na hufahamiwa kutoa hukmu ya Qur'ani, za Qur'ani, jamii hukmu za Qur'ani, wa hukmi, na hukmu yake. Haya ndiyo maelezo al-Imam Zarkashi ameyatolea kuhusu tafsiri. Ni ujuzi ambao utakufahamisha kujua chuo cha Allah na kubainisha maana yake na kutoa hukumu za Qur'an. Thaniyan, at-ta'wilu, at-ta'wila ama at-ta'wili. Pili tutasoma ta'wili ama naqra'u ta'wila au nastamiru bitawili. Tuendelea na ta'wili ama tusoma ta'wili. Sin sual, ma huwa ta'wilu? Ta'wili ni nini? Ambao at-ta'wili ni kutolea wandi, kutolea maelezo ambayo yanarudi katika kitu fulani, pamoja na kuwa tutasoma zaidi kuhusu ta'wili. Jim, jawab. At-ta'wilu, neno ta'wili fi lughati, katika lugha ya Kiarabu, ma'khudhun min al-awwali, limetukuliwa kutokana na neno al-awwali, mwanzo. Wa huwa ar-ruju'u ila al-asli, nao awwal
ni kuregea katika shina. Shina ni chanzo cha kitu. Yuqalu ala ilayhi awalan wa maalan, hunenwa ala ilayhi, ameregea kwake yeye ama amemregelea. Awalan, kimaregeo, yani kimwanzo, wa maalan, na kimaregeo. Ai marja'an, apendelea ni maregeleo. Kwa hivyo tawili ni kuregelea katika mwanzo wa kitu. Kwa hivyo ni maelezo, ile tawili yanaregelea katika ile kitu kilivyoanza. Wayuqalu, ni kama kusema chanzo. Wayuqalu, na hunenwa awwalul kalami, mwanzo wa maneno. Ta'wilan, ndiyo tawili. Ndiyo nini? Ndiyo chanzo, kuanzisha. Si ina maana neno ile asili yake ni awal, mwanzo, ambao Kiswahili tunasema chanzo. Awwalul kalami ta'wilan, mwanzo wa maneno ni ta'wil, ndiyo ta'wil, yani ndio chanzo ama kuanzisha mwanzo. Wata'awwalahu, na ametolea wandi au ametolea chanzo ama ametolea maelezo. Ai dabbarahu wa qaddarahu wa fassarahu, apendelea ni kuwa ameyapangilia yale maneno. Wa qaddarahu, na ameyakadiria. Wa fassarahu, na ameyafasiri. Wa ala hadha, na juu ya haya maneno ama haya maelekezo, fatawilul kalami fil istilahi lahu maana, yani basi kutolea wandi maneno, kuyaelezea maneno katika mapatano ya wanazuoni wa ulumi, lahu maana, yani yatakuwa yana maana mawili. Almaana alawwalu, maana ya kwanza, ta'wilul kalami, hiyo itakuwa nati. Kiswahili saa nyingine hufasiria, lakini ikawa si mudhafun ilayhi, sawa, kwa sababu ziko kaida upewa mwanafunzi, lakini nazo zatoka kaidani. Ghaliban ukisema ya mudhafun ilayhi yacha, lakini almaana alawwalu, maanake hii alawwalu ni nati ya almaana. Maana ya kwanza, ta'wilul kalami bimaana ma awwalahu ilayhi almutakallimu. Ta'wilul kalami, maana ya kwanza, kutolea wandi ama kutolea maelezo maneno, bimaana ma awwalahu ilayhi almutakallimu, ni yale ambayo ameyatolea wandi ama maelezo mwenye kunena. Au ma yaulu ilayhi alkalamu, au ni ambayo huregea kwenye hicho kitu maneno. Wayarji'u, na huregea, ni kile ambacho hurudi kwenye hicho kitu maneno. Wayarji'u, na huregea. Walkalamu, na maneno, innama yarji'u wa yaudu ila haqiqatihi allati hiya ainul maqsudi, na maneno hakika jingine huregea kwenye hakika yake ambayo hiya ainul maqsudi, ndiyo kile chenye kukusudiwa. Hiya ainul maqsudi, ndicho chenye kukusudiwa. Aini ni kitu chenyewe. Kwa hivyo maneno huregea katika kile cha uhakika ambacho kimekusudiwa. Kwa hivyo ta'wili ni kusherehesha katika kile ambacho kimeanzisha maneno, kutolea maelezo yakarudi kwenye chanzo cha maneno. Almaana athani, maana ya pili, ta'wilul kalami, kuyatolea wandi maneno
ama kuyatolea ta'wili maneno, ama kuyaregesha maneno, ama kuyaekea chanzo maneno, ai tafsiruhu, apendelea ni kuyafasiri, wa bayanu maanahu, na kuyabainishia maana yake. Wa hadha maanahu Ibn Jarir at-Tabari fi tafsiri, na haya ndiyo aliyoyapendelea Ibn Jarir at-Tabari katika tafsiri yake, biqaulihi, kwa neno lake aliposema al-Imam Ibn Jarir at-Tabari, alqawlu fi ta'wili, maneno katika ta'wil, qauluhu ta'ala kadha wa kadha, ni kule kusema Allah kadha na kadha. Wa biqaulihi aidan, na kwa neno lake huyu al-Imam Ibn Jarir at-Tabari vile vile, ikhtalafa at-ta'wilu fi hadhihi al-ayati, imekhtalifiana ta'wili, maelezo katika hii aya. Fa inna muradahu at-tafsiru, hakika mapendeleo yake kusema kumekhtalifiana ta'wili katika hii aya ni kumekhtalifiana kutafsiriwa. Wa min hadha yattadihu anna at-tafsira wa ta'wila, na kutokana na haya maelezo pia ya Imamu Ibn Jarir at-Tabari ya kuwa ta'wili ni kule kusema Allah kadha wa kadha, aya ikajitafsiri yenyewe, au kukhtalifiana katika maelezo ya aya, basi itakuwa inaketi wazi anna tafsira wa ta'wila lafdhani mutaradifani fi ashhari al-maani al-lughawiyyati, ni matamshi mawili mutaradifani, yenye kutukuana, fi ashhari al-maani al-lughawiyyati, katika changavu zaidi za kimaana ya kilugha. Yani ni maneno, tafsiri na ta'wili yanarejeana mahali pamoja. Ukieleza tafsiri ni sawa umeeleza ta'wili, ukieleza ta'wili ni kama umeeleza tafsiri. Maelezo yake hayakutupana, yamebebana, yamepakiana, yametukuana. Insha Allah mpaka hapa tutakoma. Allah atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wal afwa minkum wa as'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa.